Ndugu waandishi wa habari za saizi, karibuni katika mtandao wa watetezi wa haki za binadamu hapa Tanzania kwa ajili ya tamko ambalo linagusia mapendekezo kadhaa kuhusu hali ya demokrasia nchini kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Watetezi wa haki za binadamu hapa nchini wana nafasi kubwa sana ya kuishauri jamii, serikali, vyama vya siasa kuhusu mambo mbalimbali yanayohusu ustawi wa jamii, amani, haki za binadamu, demokrasia, utawala wa sheria na maendeleo ya nchi kwa ujumla. Watetezi wa haki za binadamu wamekuwa ni wadau wakubwa hapa nchini katika michakato yote ya uchaguzi kwa mara zote. Mara kadhaa wameshiriki katika kudai maboresho, kutoa elimu ya uraia, elimu ya mpiga kura na pia kushiriki kama waangalizi wa mwenendo ya michakato ya uchaguzi wakati wote. Mtandao wa watetezi wa haki za binadamu ni mjumuiko wa mashirika ya utetezi wa haki za binadamu zaidi ya 300 hapa nchini. Wanachama wa mtandao mara kadhaa wamekuwa wakishauri viongozi wa siasa hapa nchini pamoja na serikali kuhusu namna bora ya kutatua changamoto mbalimbali za kijamii zikiwemo zinazoonekana kujitokeza wakati wote wa uchaguzi hapa nchini. Hivi karibuni wote mnafahamu kabisa tumeshuhudia mivutano na madai ya Watanzania na vyama vya siasa hapa nchini kuhusu kufanyika maboresho ya msingi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Haya ni madai ambayo yamefanyika, yamekuwa yakisemwa na Watanzania, vyama vya siasa na wadau wengi sana hapa nchini, lakini sio wakati huu tu. Kila tunapokuwa na uchaguzi madai haya yamekuwepo ya maboresho. Toka mwaka 90 tunaanza uchaguzi wa vyama vingi. Alianzisha madai haya ya maboresho ni tume ya Jaji Nyalali toka mwaka 92. Kwa hiyo ajenda ya maboresho imekuwepo na tunashukuru kwamba kila awamu kuna baadhi ya maboresho yamekuwa yakifanyika. Vyama vya upinzani pamoja na Watanzania wameendelea kutumia mbinu mbalimbali kufikisha ujumbe wao kwa viongozi wa nchi kuhusu madai ya maboresho. Wengine wamefanya mikutano ya hadhara na wengine wameendelea kutumia mitandao na vyombo vya habari kueleza madai haya. Na sasa kiraia hapa nchini pia walitoa ilani ya uchaguzi ambayo imesisitiza na kushauri serikali pamoja na taasisi zote zinazosimamia uchaguzi kuhakikisha uchaguzi wa mwaka huu na kuwa wa huru na haki. Kwa hiyo swala la kusisitiza masuala ya uchaguzi huru na haki, swala la maboresho sio swala la wanasiasa. Tunataka lieleweke vizuri. Swala la kuwa na uchaguzi uhuru na haki tusilibinafsishe kwa wanasiasa. Swala la maboresho ya mchakato wa uchaguzi tusilibinafsishe kwa wanasiasa. Swala hili ni la Watanzania wote. Na wote wa Tanzania tunapaswa kusimama na kulishauri serikali, kuishauri taifa letu namna gani tunaweza tukaenda kwenye uchaguzi walau na kuhakikisha kwamba sehemu kubwa ya malalamiko haya yanaweza kufanyiwa kazi. Na sisi kama wadau wa haki za binadamu, mtandao wa watetezi wa haki za binadamu, kwanza kabisa tunatambua jitihada kubwa alizofanya Rais Samia za maboresho aliyoyafanya toka ameingia madarakani, hasa mengine ambayo yanagusa masuala ya uchaguzi hapa nchini. Kwa mfano, maboresho haya ni pamoja na wagombea wa udiwani na ubunge kutokupingwa bila kupita bila kupingwa. Manake nini? Mnakumbuka huko nyuma ilikuwa inaweza katokea tu watu wengi wakawa wabunge bila hata kuchaguliwa kwa sababu tu ya utaratibu uliokuwepo. Lakini hili tumekuwa tukidai ya maboresho muda mrefu na limefanywa kazi kwa namna moja au nyingine. Lakini pia maboresho mengine ni pamoja na tume kuwa na mamlaka ya kuteua watumishi waandamizi kuwa wasimamizi wa uchaguzi. Tumeona pia maboresho ya namna gani ya kupatikana viongozi wa tume wakubwa. Ingawa cha kushtukisha ni kwamba mabadiliko haya hayakutumika katika awamu hii ya kuhakikisha kwamba mwenyekiti wa tume pamoja na viongozi waandamizi wanapatikana kwa njia ya ushindani. Sheria zimebadilishwa tayari lakini bado matumizi yake ya kuanza kufanyika. Kwa hiyo pamoja na maboresho mengine mengi tunaweza tukasema kwamba walau kuna vitu ambavyo vimefanyika. Pamoja na haya maboresho sasa ambayo yamefanyika,
bado Watanzania wanaona kuna maeneo mengi yanayohitaji maboresho ya kikanuni, kisheria, kimatendo ili kuwa na uchaguzi huru na haki hapa nchini. Nimesisitiza pamoja na maboresho hayo ambayo tayari yamefanyika, bado Watanzania na sio wanasiasa peke yao tunaona kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo yanafaa kufanywa kazi. Yanaweza kuwa ya kikanuni, kisheria, au wakati mwingine hata maboresho ambayo yanatokana na kimatendo tu, vitendo vya baadhi ya wasimamizi wa uchaguzi au wote wanaohusika na uchaguzi. Kwa hiyo umuhimu wa maboresho ya ziada ulidhihirika kwa mfano katika uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka jana. Maboresho haya yalifanyika kabla ya uchaguzi wa mwaka jana, lakini tulivyokwenda kwenye uchaguzi wa mwaka jana, pamoja na maboresho hayo, nadhani mliona dosari na vilio vingi kuhusiana na uchaguzi. Tuliona watu wa upinzani wakienguliwa, tuliona mambo mengi ambayo yalikuwa yanakwenda kinyume na misingi ya utawala bora na haki za binadamu. Kwa hiyo kwa maana yake ni nini? Ni kwamba pamoja na maboresho yaliyofanyika, tumeona kwamba hata uchaguzi uliopita bado ulikuwa una changamoto nyingi. Sasa kwa kutumia hata mfano huo, maana yake ni nini? Tungepata sasa nafasi, tungeona umuhimu wa kukaa kama taifa, kuona tena ni wapi tumekosea baada ya maboresho yale tuliyofanya. Mbona uchaguzi wa mwaka jana ulikuwa una changamoto? Kwa hiyo tungefanya hivyo, nadhani tungekuwa tumejiandaa vizuri kwenda kwenye uchaguzi ujao, walau tukiwa tumepunguza sehemu kubwa na hizo changamoto ambazo zimejitokeza. Tunasikitika kuwa pamoja na madai yote haya ya msingi kutoka kwa wananchi, azaki na wanasiasa hapa nchini, hadi sasa madai yote haya, hadi sasa hakuna jitihada zilizochukuliwa za haraka na mamlaka zinazohusika kufanyia kazi hoja hizi. Hilo ni sikitiko letu, kwa sababu taifa limekuwa likilalamika, watu wamekuwa wakilalamika kuhusiana na baadhi ya mambo ya ishu, lakini hatuoni jitihada ambazo zinachukuliwa walau kukaa chini na kuangalia namna gani tunatatua changamoto hiyo. Kwa hiyo niseme tu kwamba utamaduni wa kujadiliana, kukaa kwenye meza majadiliano katika taifa letu unazidi kupungua na kufanya umoja na mshikamano wa taifa kuporomoka. Utamaduni wa kujadiliana, utamaduni wa kukaa na kuzungumza katika taifa ni utamaduni ambao unapotea kwa kasi kubwa. Viongozi, wananchi, wanasiasa, wadau mbalimbali, tumepoteza utamaduni wa kuzungumza kama taifa. Pamoja na kwamba tuna mambo mengi ambayo yanatuzunguka, lakini hatuoni watu ambao wanajitokeza walau kuonyesha njia, kwamba njia sahihi ya kutatua matatizo yetu ni kupitia mazungumzo. Kwa hiyo tamko letu hili pia linasikitika kueleza kwamba utamaduni wa kuzungumza katika taifa letu umepotea. Na wale ambao wangepaswa wakati mwingine au na moja au nyingine kuongoza utamaduni huu, na wao pia ni kama wamepotea. Viongozi wetu wa staafu, wazee, washauri na taasisi mbalimbali zote zimenyamaza badala ya kutoa dira ya mazungumzo katika taifa. Siku zote mazungumzo na majadiliano ndio njia pekee ya kuweza kufikia mwafaka ambao ni wa msingi. Lakini pamoja na kupotea kwa utamaduni huu, tumeona pia falsafa ya R4 za Mheshimiwa Rais Samia ambazo zimelenga maboresho na maridhiano, na zenyewe ni kama vile hazitumiki ipasavyo, kwa sababu ukiangalia falsafa hizi zilitusaidia sana Rais Samia alipoingia madarakani. Tulifanya maridhiano, tulianza kufanya maboresho, lakini pia nchi ilianza kutengenezwa na kurudisha watu kuwa wamoja. Lakini bado kwa kadri tunavyozidi kwenda mbele, hatuoni kama matumizi sahihi ya falsafa hizi ambazo ni za msingi sana kwa taifa zikitumika. Kwa hiyo hayo kwetu tunadhani ni jambo ambalo tunaweza tukasema tumeshindwa kufanyia kazi kama taifa, na ni kitu ambacho kama tungeweza kusimamia vizuri falsafa ya 4R, pengine mambo mengi sana katika taifa letu tungeweza kutatua. Kama watetezi wa haki za binadamu, tumeguswa na kuhuzunishwa na kitendo cha kukamatwa na kufunguliwa kesi ya uhaini kwa mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu akiwa katika mikutano yake ya hadhara wilayani Mbinga, Songea. Mazingira ya utaratibu uliotumika kumkamata Mheshimiwa Tundu Lissu haukuzingatia usalama wake, usalama wa raia, lakini pia hata usalama wa polisi waliokuwa katika maeneo hayo. Jinsi bilivyoona ukamataji ule ulivyofanyika, ungeweza kuzua taharuki, ungeweza kuzua janga kubwa sana katika taifa letu. Tunafahamu wote, tuna mifano ambayo imeshatokea wakati wa purukushani ya ukamataji wanasiasa kule Iringa. Mwandishi alipoteza maisha. Wakati wa Kuilina hapa Dar es Salaam walipoteza maisha.
Matukio kadhaa kule Pemba watu walipoteza maisha, kule Arusha na matukio mengine watu wengi walipoteza maisha kwenye wakati ya ukamataji wa kawaida. Kwa hiyo sisi tulistuka sana kuona ule aina ya ukamataji uliofanyika pale, kwa sababu wananchi wangejaribu kupambana kwa namna moja au nyingine, pengine tungezungumza sasa hivi maafa makubwa. Kwa hiyo ukamataji wa namna ile sisi tunakemea na tunashauri sana vyombo vinavyohusika viache kutumia nguvu za ziada. Kama wanasiasa au watu wote wanahitajika katika vyombo vya sheria, basi tutumie utaratibu mwingine na kukuwa na ulazima wa kwenda kuchukua kiongozi kwenye mkutano wa hadhara, kwa sababu kwa kufanya hivyo kwanza unatia hofu kwa wananchi wasiende kwenye mikutano ya hadhara. Unatia hofu kwa wananchi waone kwamba hakuna haja ya kushiriki michakato ya uchaguzi na mambo kama hayo. Kwa hiyo ni jambo ambalo linaweza likaendelea kutia doa na fezea katika taifa letu, kitu ambacho tunapaswa wote kwa pamoja kuona kwamba sio swala la kuendelea. Hata hivyo maeneo au maneno yanayotumiwa kuyatamka Mheshimiwa Lissu kama wote mlivyoyaona, na kosa lililopewa tunadhani aziendani. Maneno yalikuwa yanatamka pengine angeishia kuwa ni makosa ya kawaida. Kosa la uhaini hapa Tanzania ni kosa kubwa sana ambalo adhabu yake ni kifo au kifungo cha maisha. Kwa maana hiyo ni kwamba kwenda kumweka mwanasiasa mkubwa ule na kiongozi wa chama kipindi hichi tunapokwenda kwenye uchaguzi ndani kwa muda wote huu, maana yake ni kwenda kutia dosari uchaguzi wetu unaokwenda. Kwa hiyo tunashauri pia katika eneo hili kuangalia namna gani swala hili linaweza likafanywa kazi. Ikumbuke kuwa kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi ni dhahiri kuwa lazima kutakuwa na kauli mbalimbali kutoka kwa wanasiasa wa vyama vyote mpaka vyama tawala na wananchi pia wakati mwingine, lakini zisiwapendezeshe ukundi au upande mwingine. Ni jambo la kawaida wakati wa siasa watu kuzungumza majukwani maneno mengine makali. Kwa hiyo wakati huu wa siasa tunapaswa kuwa na uvumilivu wa hali ya juu. Wakati huu tunaoelekea kwenye uchaguzi tunapaswa kuvumilia baadhi ya kauli za wanasiasa, kwa sababu ndio muda wao wa kuzungumza. Swala la kuzungumza na mazungumzo, swala la kujieleza ni chakula ya uchaguzi, ndio sehemu yake. Kwa hiyo hatupaswi kuchukulia kila maneno yanayozungumzwa na wanasiasa kama vile ni maneno ya kuanza kufanyia kazi na vitu kama, kwa sababu ndio wakati wake wa wanasiasa kuzungumza, wananchi pia kuzungumza, kwa sababu tunakwenda kwenye jambo la kitaifa ambalo ni la msingi, kuchagua viongozi wa kitaifa. Pamoja na haki ya kujieleza kuwa ni muhimu wakati wa uchaguzi, wananchi, watetezi na wanasiasa wote wanapaswa kuwa makini na kauli zao ili kuepuka kujiingiza katika migongano ya kisheria. Wakati huo vyombo vya dola hasa vinavyosimamia uchaguzi pamoja na viongozi wanapaswa kuwa makini na kuepuka kutumia vyombo hivi vya dola vibaya dhidi ya wanasiasa au makundi mengine yoyote ya kijamii hapa nchini. Tunasisitiza kwamba si muda mwafaka, si jambo la msingi kwa kipindi hichi kuanza kutumia vyombo vya dola dhidi ya makundi kadhaa ya kijamii kwa hiyo vyombo vya siasa. Ni wakati ambapo vyombo vya dola vinapaswa kuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba makundi yote yanatimiza haki zao za kisiasa za kushiriki michakato ya kiuchaguzi. Lakini sisi kama watetezi wa haki za binadamu tuna wajibu ya kulinda haki, amani na utulivu wa nchi. Hili ni jukumu letu, na kushauri makundi yote ya kijamii na serikali kuepuka kwa namna yote ile mazingira ya kukandamiza demokrasia, kuvunja haki, kupoteza amani pamoja na kuvunja sheria za nchi. Ndio jukumu letu. Tunashauri makundi yote, haijalishi ni chama cha siasa, haijalishi ni mwananchi, haijalishi ni viongozi wa serikali, wote kwa pamoja, kwa sababu wote kwa pamoja tuna jukumu ya kulinda utulivu na amani. Sasa wale wenye majukumu ya kusimamia haki wanapaswa kuhakikisha haki zinakuwepo, demokrasia inatendeka. Lakini na wale ambao wanatumia hizo haki wanapaswa na wenyewe kuwajibika kuhakikisha kwamba hawavunji sheria za nchi. Kwa hiyo tunashauri tunapoelekea kwenye uchaguzi, makundi yote kuanzia viongozi wa serikali, taasisi zinazosimamia uchaguzi, wanasiasa wenyewe, sisi watetezi, nyinyi waandishi wa habari na Watanzania kwa ujumla, tuzingatie misingi ya kitaifa ili tusije tukajikuta tunakwenda katika mazingira magumu. Mwisho wa utangulizi huu tunakuja na pendekezo letu moja kubwa ambalo tunadhani ni muda mwafaka sasa kulifanyia kazi swala hili ili kuepuka kuendelea kwenda kwenye uchaguzi tukiwa na watu wengine wakiwa ndani, watu wengine wakiwa na dukuduku, wengine wakiwa na hofu. Pendekezo letu hili ni kuwepo kwa mwafaka wa kitaifa kuelekea uchaguzi mkuu.
ili kusaidia taifa kwenda katika uchaguzi tukiwa wamoja na wenye utulivu hali ya juu. Mtandao wa Watetezi wa Haki za Binadamu unapendekeza kupatikana kwa mwafaka wa kitaifa. Mwafaka huu wa kitaifa ni muhimu sana kwa kuwa utatoa nafasi na dukuduku zote kufanyiwa kazi kabla ya kwenda kwenye uchaguzi. Swala la mwafaka wa kitaifa si la kwanza kufanyika taifani katika taifa letu au katika nchi zingine. Kule Zanzibar mwafaka ulishakuwepo mpaka ikapelekea kuwepo kwa umoja wa serikali, umoja wa kitaifa baada ya mauaji mengi yaliyotokea kule Pemba na mambo mengine. Kumekuwepo na watu mara kadhaa kukutana katika awamu zote, wananchi na wanasiasa kuelekea kwenye uchaguzi kwa lengo la kupata mwelekeo wa pamoja. Kwa sisi ni shauri letu hili kubwa kama njia ya kulishauri taifa. Pamoja na kwamba tunaweza tukaenda kwenye uchaguzi kwa upande mmoja na upande mwingine wakiwa wananungunika, sisi tunadhani sio sahihi kufanya hivyo. Ndio maana tunasema tuwe na mwafaka wa kitaifa kabla ya kuendelea kwenda kwenye uchaguzi. Sasa nani anatapaswa kuhusika kwenye mwafaka huu? Swala la uchaguzi ni swala la Watanzania wote. Hivyo tunapendekeza mwafaka huu wa kitaifa uyakusanye makundi yote ya kijamii kama viongozi wa dini, asasi za kiraia, vyama vya siasa na taasisi zingine za kiserikali. Tunapendekeza mchakato huu wa kutafuta mwafaka wa kitaifa usimamiwe na wazee wenye uzalendo na hekima hapa nchini na wasiokuwa na maslahi yoyote ya uchaguzi. Manake mwafaka tunapaswa kusimamiwa na watu ambao wanaweza wakahakikisha kwamba tunatoka tukiwa wamoja na maslahi ya pande zote zinazovutana yakazingatiwa. Na tunashauri wadau wote washiriki mchakato huu wakiwa na roho inayoamini katika dhana ya maridhiano, na wote kuwa tayari kuachia kidogo ili kupata kidogo, win-win situation. Tunatoa tahadhari mapema endapo tutafanikiwa na swala la mwafaka. Mara zote mwafaka hauwezi kufanikiwa kama watu watakwenda wakiwa wanaamini kile wanachokiamini. Mwafaka maana yake ni kwenda na kukubali kuacha kidogo na kukubali kupata kidogo kwa maslahi ya taifa. Kwa hiyo makundi yote, sio muda wa kuvimbiana, sio muda wa kusimamia kile ambacho unaamini. Kama tunataka kwenda kwa pamoja katika uchaguzi, tunashauri makundi yote katika taifa letu, manake vyama vya siasa, viongozi wa serikali, taasisi zinazosimamia uchaguzi na Watanzania wote kwa ujumla, tuwe na nia ya kwenda kutafuta mwafaka, tukiamini kwamba kuna mambo ambayo tunaweza tukayapoteza kwenye mwafaka na tuna mambo ambayo tunaweza tukayapata kwenye mwafaka. Kwa muda mrefu sana Watanzania tumekuwa tukizani swala la maboresho na swala la uchaguzi ni swala la wanasiasa pekee. Sababu mojawapo pia zinazochangia mambo mengi kukwama hapa nchini ni kama vile mchakato wa katiba, ni swala la kuachia na kuwahusisha wanasiasa pekee katika mambo haya. Tumeona jinsi ambavyo tunapotea. Mchakato wa katiba sehemu kubwa tunaweza tukasema sisi wa Tanzania tulikuwa tunafuatilia, ulipotezwa na wanasiasa. Kwa hiyo kitendo cha kuacha wanasiasa waongoze mambo mazito ambayo kama haya ya kitaifa na sisi kukaa nyuma, ndio tunatufikisha hapa tulipo. Tunapaswa tuwe beba kwa bega kama taifa na kila mmoja akaguswa kwamba mchakato wote wa uchaguzi ni mchakato wa kila Mtanzania, sio wa wale walioko kwenye vyama, sio wa wale tu walioko kwenye uongozi, bali Mtanzania yoyote ambaye amezaliwa leo na atakayezaliwa kesho. Swala la mchakato wa uchaguzi unamhusu moja kwa moja. Sababu moja hapo pia zinazochangia kukwama kwa mambo kadhaa ya kitaifa ni watu kutokuwa na tayari kwenda kwenye meza ya majadiliano kwa lengo la kuweza kupata maslahi mapana ya kitaifa. Hilo ndio changamoto kubwa ambayo tunakumbana nalo. Madai ya maboresho ya mfumo wa uchaguzi sio ya wanasiasa na ya kwanza leo, kama nilivyokisha sema, toka mwaka 1992 yalianzishwa na viongozi. Wakati huo hata hatuna mfumo wa vyama vingi na bado yameendelea kuwepo. Kwa hiyo ili kufikia mwafaka na ili kufanikiwa katika mwafaka huu, ni lazima makundi yote ya kijamii ndio yao yanahusika katika mwafaka huu. Kwa hiyo eneo la kwanza, nani anatakiwa kuhusika, nadhani nimelifafanua. Eneo la pili, muda wa mwafaka. Mchakato wa mwafaka uanze mapema iwezekanavyo ili kutoa nafasi ya vyama vya siasa na Watanzania kuelekeza nguvu zao katika kujiandaa na uchaguzi. Na sio kama ilivyo sasa, tunaona vyama vingi wa Tanzania muda mwingi wanazungumza maboresho, muda mwingi
unakuta wanatumia katika kutafuta njia bora ya kwenda kwenye uchaguzi badala ya kujiandaa na uchaguzi. Kwa kweli kama wote tuna nia njema na taifa hili, kama sote ni wazalendo kwa taifa hili, nadhani tunapaswa haraka iwezekanavyo kutafuta namna ya kukaa kama taifa ili miezi miwili mitatu inayokuja vyama vyote, Watanzania wote waanze kujiandaa na uchaguzi. Wakae watumie muda uliobaki kujiandaa na uchaguzi badala yake badala ya hali ambayo tunaendelea kuiona kwa sasa. Kwa jambo la muda, kwa sababu wote tunafahamu kabisa tumebakiza miezi mitano twende kwenye uchaguzi. Kwa hiyo tunadhani kabla watu wajaanza kuingia kwenye shughuli za uchaguzi moja kwa moja, basi ni vyema tukapata huu mwafaka wa kitaifa. Hoja ya pili, swala la tatu, baada ya kujua wahusika, muda, ni hoja gani zinapaswa kuwa mezani kwenye mwafaka huu? Pamoja na kwamba washirika wa mwafaka watakuja na hoja zao zingine, lakini tunapendekeza misingi tunapendekeza misingi ya mwafaka uwe ni kwenye mambo ambayo yamekuwa yakijitokeza katika chaguzi zetu na kuathiri mchakato wa uchaguzi kwa chaguzi zilizopita. Yaani msingi wake uwe ni yale mambo ambayo tayari yanafahamika, ambayo kila uchaguzi unaokuja yamekuwa yakizungumzwa. Pamoja na kwamba washirika wa mwafaka wanaweza kuja na mambo mengine, lakini tutataja mambo kadhaa ambayo tunadhani haya yakizingatiwa katika mwafaka huo tuna uhakika wa kwenda kwenye uchaguzi ambao utakuwa na mazingira yote ambayo ni ya uhuru na haki. Tunafahamu kabisa kwamba msingi wa changamoto za uchaguzi hapa nchini upo katika katiba na sheria. Hilo liko wazi. Changamoto tunazoziona sasa hivi ni msingi wake ni katiba na sheria. Hilo hakuna nalo lipinga. Lakini kutokana na muda uliosalia kuelekea kwenye uchaguzi, tunadhani yapo mambo ambayo yanaweza fanywa kazi kwa muda huu uliobakia endapo tutakwenda kwa njia hii ya mwafaka wa kitaifa. Tutaweza tu kufanya haya mambo ambayo ni ya msingi tunayotaja na yale mengine ambayo watu wanaweza kuja nayo kwenye mchakato wa mwafaka endapo tutakwenda kwa njia ya mwafaka. Kuna mambo ambayo ya kikatiba hatuwezi kufanyia kazi makubwa, lakini kuna mambo ambayo ni ya msingi ambayo ndio yamekuwa vilio na kelele wakati wote wa uchaguzi. Haya tunaamini kabisa kwamba yanaweza yakafanywa kazi. Mambo mengine kama upatikanaji wa katiba mpya yanaweza kuwekwa katika mambo ambayo yatafanywa kazi katika mwafaka huo. Jambo ambalo litafanywa kazi na mwafaka pia ni kuainisha mambo ambayo mara baada ya uchaguzi yatafanywa kazi kama taifa, ambapo mojawapo ni ile swala la katiba mpya. Kwa hiyo tunachosema ni nini? Ni kwamba maboresho na mambo ambayo yanaweza fanywa kazi yanaweza kuwa mengine ni ya kisheria, mengine ni ya kikanuni, na mengine ni ya kimtazamo na kiutendaji. Tunatambua kabisa kuwa changamoto nyingi pia za kichaguzi zinachangiwa na aina ya usimamizi, matendo na mitizamo ya viongozi wakati wa uchaguzi, ambazo hizi sio za kisheria wala za kikanuni ambazo tunaweza tukazifanyia kazi. Changamoto hizi hazihitaji mabadiliko yote ya kanuni wala sheria, bali msukumo wa pamoja kama taifa na kuondokana na mambo haya. Mfano, matendo ya wasimamizi kukimbia wakati wa fomu. Unahitaji sheria gani kubadilisha ili wale wasimamizi wasikimbie wasifunge ofisi wakati vyama vya upinzani vinarudisha fomu? Hilo eneo la kwanza. Kwa mfano kusumbua mawakala. Tumeona kabisa wakati wa uchaguzi mawakala imekuwa ni kilio. Akwilina alikupoteza maisha hapa, vyama vya upinzani vikaenda kumfuata mkurugenzi ili aruhusu mawakala kusimamia vyama. Sasa hata hilo tunahitaji maboresho ya sheria. Pamoja na kwamba tunajua msingi wake kwenye sheria, lakini haya mambo yanaweza kuzungumzika na kuwa ni marufuku ambazo zinaweza zikawekwa kwenye mwafaka. Kwa mfano kuengua wagombea. Matumizi ya vyombo vya dola kama tulivyoona yale ya juzi Songea. Kusumbua vyama vya upinzani na mambo yanayoweza pamoja na mambo mengine ni mambo ambayo yanaweza kupata mwafaka kwenye mchakato huu wa mwafaka ambao tunaupendekeza. Kwa hiyo tumeainisha mambo 10 ya awali ambapo tutakwenda kwenye mwafaka. Mambo 10 ya awali ambayo kama tutakwenda kwenye huo mwafaka yanaweza kaongezeka au yakapungua, lakini tunadhani la kwanza, wasimamizi wa uchaguzi wasiwe watumishi wa serikali pekee.
Swala hili limekuwa likilalamikiwa na juzi mliona hata matangazo yalivyokuwa yanatoka, ni kama vile wanaweka specific kwamba wanaopaswa kushiriki kwenye mchakato wa kusimamia uchaguzi wawe ni watu wa serikali, watumishi wa serikali pekee. Sasa swala hilo sisi tunaona kama kwanza linaleta ubaguzi katika taifa letu, kwa sababu Watanzania wote wana haki ya kushiriki kwenye shughuli za kitaifa. Lakini sehemu kubwa ya watumishi au viongozi wa serikali wanaweza kuwa na maslahi, na ndio maana tunasema mchakato wa kupata wale wanaokwenda wasimamizi wengi, wasaidizi kusimamia michakato ya kiuchaguzi uwe ni wazi na utangazwe, Watanzania wote wenye sifa waombe. Hilo limekuwa likilalamikiwa. Hili tukienda nalo tukaliweka sawa, linaweza likapunguza yale malalamiko na madai. Lakini jambo la pili, tabia ya maafisa wa uchaguzi kufunga ofisi, hasa wagombea wa uchaguzi wanaporudisha fomu wakati wa uchaguzi. Hili ni tabia ambayo imejitoa. Na sio hii tabia ya wasimamizi kufanya mikakati na mbinu za kutaka wagombea hasa wa upinzani washindwe kutimiza masharti, ni swala ambalo limekuwa likilalamikiwa na sisi wenyewe kama wadau tumekuwa tukiona. Kwa hiyo tunadhani hili nalo kweli tunahitaji sheria kwenda kukaa na inahitaji mwafaka na makubaliano. Kwenye mwafaka huo, kama tutasaini mwafaka, mojawapo ya katazo liwe ni kwamba hakuna msimamizi yoyote atakayesumbua, atakayepotea, atakayeweka mazingira ya mgombea wa chama chochote kile kushindwa kutimiza wajibu wake wa kurudisha fomu, kuchukua fomu na kurudisha fomu. Hilo tunaweza tukazungumza kama taifa, tunaweza tukaweka kama makatazo ambayo hayatapaswa kutokea kwenye uchaguzi unaokuja. Sasa hata haya tunashindwa kukaa kama taifa na kukubaliana. Wagombea wa vyama, swala la tatu, wagombea kutoka vyama vya upinzani kuenguliwa. Hili limekuwa ni kilio mwaka jana tumeona ndio kilikuwa kikubwa. 2019 2024 imekuwa kilio, wote mnafahamu. Hakuna ile swala ambalo lijifichi. Kwenda kwenye uchaguzi na upande mmoja si jambo jema katika nchi ya kidemokrasia. Hili tungeweza pia kukaa kama taifa katika mwafaka huo, tukakubaliana kwamba hakuna mtu yoyote atakayenguliwa, hakuna mgombea yoyote atakayenguliwa kwa sababu zile ambazo sio za kisheria. Sababu kubwa za kisheria za kumwengua mtu ni awe ana chama, awe si raia, awe hajatimiza umri. Hayo ndio mambo makubwa matatu. Haya mengine kwamba amekosea jina, amekosea sio nembo ya chama chake, itolewe nafasi ya kurekebisha. Hata kama atapewa siku 1, 2, 3 arudishwe, utolewe muda mzuri wa watu kuchukua fomu, alafu itolewe kwa mfano siku 3 za ziada za kufanya marekebisho. Tuwe na nia ya kutoa nafasi ya Watanzania kushiriki kwenye uchaguzi. Tusiende kwenye uchaguzi tukiwa tunaandaa mazingira ya Watanzania wengine kuwekwa nje ya uchaguzi. Hilo ni jambo ambalo linawezekana. Na ndio maana tunasema nchi hii kinachokosekana ni nafasi ya mazungumzo, majadiliano. Kama taifa tumeua utamaduni wa kuzungumza. Mambo kama haya yanazungumzika na tunaweza tukaainisha kwenye huo mwafaka, na wote wanaoshiriki kwenye mwafaka wakasaini, na ikawa ni makubaliano kwamba hakuna kitu kama hichi kitakachotokea, na wale wanaosimamia uchaguzi wakapewa maagizo mapema kabla ya uchaguzi kwamba haya mambo yasijitokeze. Hayo yanawezekana. Hatuhitaji kwenda kubafumua katiba kukomesha swala kama hili. Tunahitaji kubadilisha matendo, mitazamo ya watu wanaohusika na uchaguzi ili wahakikishe kwamba swala hili halijitokei. Swala la 4, mawakala kutokuapishwa na kuondolewa kwenye vituo vya kupiga kura. Wote mnafahamu kabisa kwamba hili pia nalo limekuwa ni changamoto. Mawakala wa upinzani wanasumbuliwa, hata namna wanavyofanya viapo, mazingira ya kuapishwa wameweka viapo kwamba kwa mfano kulazimisha kwamba waapishwe na hakimu wakati mawakili wako nchi nzima, wale ni maafisa viapo. Kutaka kwa mfano kuna wilaya nyingine wakala hawezi kutoka kwenda makao makuu, ni gharama na vitu kama hivyo. Mazingira ya kuwaapisha na namna wanavyotendewa mawakala mara zote zimerudisha nyuma ushiriki wa vyama vya upinzani katika mchakato wa uchaguzi. Na ndio hivi vilio vimekuwa vilio vyao. Na vilio hivi haviwezi kuwa vya upinzani, ni vilio vya Watanzania. Kwa lazima tuchukulie hili pia kama ni tatizo ambalo tunaweza tukalifanyia kazi. Sisi tunadhani tunapaswa kubadili mienendo, tabia na mitizamo
ya viongozi na wanaosimamia uchaguzi, ili kuhakikisha kwamba mawakala wa uchaguzi wa vyama vya upinzani hawasumbuliwi, na hili liwe ni mojawapo ya katazo ambalo litaingia kwenye mwafaka. Tukifanya hivi, tutakwenda kwenye uchaguzi na haya maboresho yatakuwa yamefanyika bila kuingia gharama yoyote kubwa ya kitaifa. Jambo la 5, makosa ya kiuchaguzi kutambulika kama makosa ya jinai. Mara kadhaa wakati wa uchaguzi tumeona mambo mengine ambayo ni ya kawaida ya kiuchaguzi yakigeuzwa na kuwa ni makosa ya jinai. Juzi umeona maamuzi ya mahakama kuhusu wale watu wa Chadema, nadhani wilaya ya Geita kule, waliokuwa wamebambikiwa kesi wakati wa uchaguzi na baadaye mahakama kwenda kuwaachia. Kwa hiyo kuna matumizi ya namna hiyo mabaya ya sheria. Makosa ya kawaida ambayo yalikuwa ni ya kiuchaguzi ya kuweza kuitwa na kuzungumza yanageuzwa yanakuwa ni makosa ya jinai. Haya pia yanatia hofu kwa Watanzania. Na ndio maana wakati mwingine tunalalamika kwamba wapiga kura wajitokezi kwenye kura bila kujua kwamba hizi sababu tunazozitaja 10 ndio zinachangia pia muamko wa Tanzania kwenda kupiga kura uwe ni mdogo. Tunaandikisha watu maelfu, lakini wakati wa kupiga kura wanakwenda robo ya walioandikishwa. Sababu zinazochangia ni pamoja na hizi sababu 10 ambazo tunazitaja. Kwa sababu hofu zinajengwa wakati wa uchaguzi. Hofu zinajengwa kiasi kwamba Watanzania wanaona hakuna haja. Kwa mfano mazingira tuliyoyaona juzi Songea. Ni nani anaweza kwenda kwenye mazingira kama yale? Kwa sababu mazingira kama yale tungeweza kupoteza maisha pale. Ndio maana tunasema kwamba matumizi mabaya ya sheria za nchi wakati wa uchaguzi ni jambo ambalo pia linapaswa kufanywa kazi katika mwafaka huu. Jambo lingine ni vyombo vya habari na waangalizi wa uchaguzi kuzuiliwa kutoa taarifa zinazohusiana na mapungufu ya uchaguzi wakati wa uchaguzi. Ndugu waandishi wa habari, tunafahamu kabisa kwamba wadau wakubwa wakati wa uchaguzi ni nyinyi waandishi wa habari na sisi asasi za kiraia. Tumekuwa waangalizi, tumekuwa tukishauri, lakini kanuni zilizoko sasa hivi zinakataza hasa wale ambao wameenda kuomba vibali. Kwa mfano asasi za kiraia, ukiomba kibali, kanuni za sasa hivi zinakukataza usitoe hata kuongea na media hivi kwa wale ambao wameomba vibali. Na ndio maana wengine hatuendi kuomba vibali. Ukiomba vibali maana yake utakiwi kutoa maoni yako mpaka uchaguzi uishe. Hata ukiona kuna jambo baya linatendeka pale, utakiwi kutoa maoni yako, utakiwi kuongea, hata kupost kwenye social media, hautakiwi. Na ukitoa taarifa yako mpaka upeleke kwanza kwa tume waipitie, alafu ndio wakuruhusu kuitoa kwa umma. Sasa sheria za namna hiyo zinaminya uhuru wa asasi za kiraia. Sisi tunapaswa kuwa waangalizi. Sisi ni Watanzania. Asasi za kiraia za ndani zinapaswa kuwa waangalizi. Na wao wanatoa maoni kama kuna jambo ambalo haliendi sawa, wanaruhusiwa kutoa maoni ili kurekebisha. Kwa hili changamoto tunayoiona, nadhani tunapaswa kuifanyia kazi kama taifa. Na waandishi wa habari, sheria nyingi zinawasumbua. Tunaweza tukakaa katika mwafaka pia kipengele cha waandishi wa habari liwe mojawapo la swala la mwafaka kama ile la kwetu la asasi za kiraia. Na ndio maana tunasema huu mwafaka wa kitaifa ulete watu wote. Waandishi wa habari, kuna sheria nyingi sana ambazo zinawasumbua wakati wa uchaguzi. Uwezo ukaitisha mdahalo na mtu mmoja, kama mwingine ameamua kujisikia kutokuja, basi unafungwa mikono, usiendelee na mdahalo kwa sababu tu kuna mwingine ameamua kubaki nyumbani. Naona sasa sheria kama hizi zinaua uhuru wenu. Waandishi wa habari, kipindi hichi ndio kipindi ambacho chakula yenu ni kubwa kuliko kipindi kingine. Chakula yenu ni nini? Ni maneno. Sasa hivi watu wanapiga maneno sana. Ndio muda watu kuongea. Na nyinyi waandishi wa habari mnatafuta taarifa. Ndio muda wa taarifa nyingi. Sasa ndio wakati huo pia sheria zinawabana, zinawanyima. Kwa hiyo tunasema ni sehemu ya mwafaka. Tunapokwenda kwenye mwafaka, twende pia kujua waandishi wa habari watafanyaje kazi kwenye uchaguzi. Ndio maana nimesema tusichukulie swala la uchaguzi kama la wanasiasa. Swala la uchaguzi ni letu sote na kila mtu anapaswa kudai haki yake kwenye uchaguzi. Sisi kama sasa kile tunapaswa kudai haki zetu kwenye uchaguzi. Wananchi wanapaswa kudai haki zao kuelekea kwenye uchaguzi kama wapiga kura. Wanasiasa wanapaswa kudai haki zao kuelekea kwenye uchaguzi. Kila mtu anapaswa kudai haki yake kuelekea kwenye uchaguzi. Na hili la asasi za kiraia na waandishi wa habari ni jambo ambalo linapaswa kuwa sehemu ya mwafaka, kwa sababu kuna changamoto nyingi sana ambazo pengine tukipata nafasi ya mwafaka tutaweza kuziainisha. Lakini jambo lingine la 7 ni matumizi ya nguvu kutoka kwa vyombo vya dola wakati wa uchaguzi. Wote mnafahamu kabisa kumekuwepo na tuhuma na ushahidi kabisa wa nguvu za ziada zinazotumika wakati wa uchaguzi. Mara kadhaa wakati wa uchaguzi wanasiasa wa upinzani wamekuwa wakikamatwa, mikutano yao kuingiliwa, kubambikiwa kesi mbalimbali. Tumeona na mpaka kesi zingine zimeendelea mpaka sasa hivi. Kwa hiyo haya mazingira yanachochea uadui katika taifa letu. Yanatia hasira katika taifa letu. Kwa hiyo tunaweza pia kuyaondoa bila hata kubadilisha sheria. Sasa tunahitaji sheria gani kwenda kuhakikisha kwamba hakutakuwa na matumizi ya dola kama yale ambayo tumeyaona jana. Kwa mfano 2020 tuliona kule jimbo la Hai
askari wakitishia kabisa na kutamkia viongozi kwamba hautashinda. Hayo ni matumizi mabaya ya vyombo vya dola, lakini tumeona la juzi kule Songea na maeneo mengine. Sasa hayo ndio mambo ambayo tunasema tunaweza kwenda nayo kwenye mwafaka. Sidhani kama ndugu wa Tanzania, nadhani labda pengine hii agenda ya no reform haikuweza kufafanuliwa vizuri. Sisi tunadhani kama watetezi wa haki za binadamu haya mambo yanaweza kuzungumzika. Tunaweza tukakaa kama taifa tukafanyia kazi na tukaenda tukiwa kifua mbele kwamba kila mtu anakwenda kupata haki yake wakati wa uchaguzi. Jambo lingine la 8 ni mapungufu ya sheria na kanuni za uchaguzi. Sheria nyingi za uchaguzi bado zina mapungufu. Pamoja na maboresho yaliyofanyika, kuna mapungufu mengi. Mengine ni ya kanuni. Kanuni tunaweza tukarekebisha. Ziko za kisheria. Sheria hapo bunge lipo. Tunaweza tukaamua kama kuna jambo ambalo litahitaji sheria fulani kukaa sawa. Bado tuna muda, bunge lipo. Lakini yale mengine ambayo ni makubwa ya kikatiba tunaweza tukatengeneza kwenye mwafaka vifungu ambavyo vitasema na kuainisha mambo ambayo yatafanywa kazi mara baada ya uchaguzi. Kwa sababu kuna mambo ambayo hatuwezi tukasema tutayamaliza leo. Tunahitaji muda mrefu sana. Hatuwezi kujidanganya unless tuamue kuchogeza uchaguzi mbele. Lakini kama tunataka sisi tunajaribu kushauri mambo ambayo yanawezekana. Siwezi kutumia muda wangu hapa na muda wenu kushauri mambo ambayo hayawezekani. Tunashauri vitu ambavyo vinawezekana. Yale ambayo hayawezekani, kwa mfano kufungua katiba sasa hivi ni mchakato mkubwa. Huwezi kufumua hata kifungu kimoja cha katiba. Lakini sheria inawezekana, kanuni tunaweza, lakini sehemu kubwa yao unayosema uhitaji wala kubadilisha kanuni wala sheria. Unahitaji kubadilisha matendo na mitizamo na nidhamu ya wanaosimamia uchaguzi. Hilo kubwa tukilisimamia 70%, tutakuwa tumefanyia kazi yale malalamiko ambayo wengine wanafanyia kazi. Lakini swala lingine la 9, uwazi na mchakato wa kuandikisha wapiga kura na manunuzi ya vifaa vya uchaguzi. Maeneo mengine ambayo yamekuwa kilalamikiwa ni kwa sababu uchaguzi ushaanza sasa hivi. Watu tunaandikisha wapiga kura. Kuna vifaa vile vya uchaguzi. Kuna mambo mengine yote yanayohusiana na uchaguzi. Hivyo vyote navyo vinatapaswa kuwa shirikishi. Ukienda kununua vifaa, maboksi ya uchaguzi, ukiandikisha madaftari la wapiga kura liwe wazi, kila mtu aone tuna kila wilaya ina wapiga kura wangapi, kila kata ina wapiga kura wangapi. Huo wazi ukiwekwa utakuwa umepunguza manunguniko fulani kuelekea kwenye uchaguzi. Lakini swala la mwisho ambalo tunadhani inapaswa kuwa sehemu ya maboresho katika mwafaka tunaopendekeza ni swala la usalama wa kura na utoaji wa matokeo. Eneo hili pia lina changamoto nyingi. Nadhani wanasiasa na wadau wengine kama tutakwenda kwenye mwafaka wanaweza kuainisha mambo mengi ambayo yanahusiana na swala la kura. Kwa mfano tumeona wakati mwingine video yanayoonyesha kura zingine zikiingizwa, kura feki. Tumeona watu wakizungumza matokeo yakicheleweshwa kutoka vituo kwenda vituo vingine, kubandikwa kwa matokeo. Vyama vya upinzani wakati mwingine mawakala hawapewi matokeo, nakala za matokeo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo vitu hivi 10 ninavyovitaja ni vitu ambavyo ukiangalia na waandishi wa habari nyinyi mtachekecha, vinaweza vikafanywa kazi bila hata kufanya maboresho mabadiliko ya kisheria makubwa. Yanaweza kufanywa kazi, na kama ya mambo yatafanywa kazi kwa kupitia mchakato wa kwa sababu bila kwenda kwenye mwafaka, hata ukibadilisha haya mambo bado tunaenda tukarudi kule, kwa sababu sehemu kubwa kama nilivyosema ni matendo. Hata ukitunga leo sheria nzuri, ukabadilisha sheria zote, ukabadilisha na katiba, alafu unakutana na ule msimamizi wa kituo anayefunga ofisi ili mtu asirudishe fomu. Sasa huyo utasema ni tatizo la kisheria au ni tatizo la mtu binafsi? Kwa sababu unaweza kuwa na sheria nzuri. Tumekuwa na uchaguzi huu wa Tanzania kwa sheria hizi 2015 tumeweza kupata wabunge wa upinzani zaidi ya 100 kwa sheria hizi. Maana yake ni nini? Kwamba kinacho determine sehemu kubwa ni matendo na nidhamu na ya wanaosimamia uchaguzi. Kwa sababu 2015 wote ni mashahidi. Tumetumia sheria hizi kufanya uchaguzi. Lakini ndio uchaguzi ambao wapinzani waliingia wengi bungeni. Ndio uchaguzi ambao kwa namna moja au nyingine ndio tukasema ulikuwa una chembe za uhuru na haki na ile sura ya utaifa ya mfumo wa vyama vingi. Sasa kama tuliweza kuwa na uchaguzi wa 2015 katika sura hiyo, kwa nini tunashindwa kuwa na uchaguzi huu katika sura ambayo tulikuwa nayo 2020? Tunaachana na hizi zingine ambazo zilikuwa zina changamoto. Lakini uchaguzi wa 2015 pamoja kwamba ilikuwa na changamoto zake zingine, ni uchaguzi wa mfano ambao tunaweza tukauzungumzia. Pengine labda tunaweza tukaenda kwenye uchaguzi huu tukaufanya kama tulivyofanya uchaguzi wa 2015. Na ndio maana tunasema sasa haya mambo 10
yanaweza kufanyiwa kazi. Sasa hitimisho, tunashauri sana wadau wote wa uchaguzi, viongozi wa kisiasa, wananchi, viongozi wa dini, wagombea, waandishi wa habari na wasimamizi uchaguzi kuona umuhimu wa kutafuta mwafaka wa kitaifa kwa lengo la kuandaa mazingira tulivu, huru na yenye haki kuelekea uchaguzi mkuu 2025. Faida za mwafaka ni nyingi. Mwafaka wa wa Rais Karume na na vyama vya upinzani Zanzibar, enzi hizo Mwalimu Seif, tumeona na faida zake, pamoja na kwamba ina changamoto, lakini iliweza kutuliza hali ya kuleta hali ya utulivu Zanzibar kwa wakati huo. Ni ukweli usiopinga kuwa hoja zilizotajwa hapo juu ndio zimekuwa kilio wakati wote wa uchaguzi, na sio busara kuelekea katika uchaguzi ujao bila kukaa chini kama taifa na kufanyia kazi hoja hizi. Tunalishauri taifa na viongozi wote wa nchi hii, vyama vya siasa, viongozi wa dini, wananchi, nyinyi waandishi wa habari, kuona umuhimu wa kuweka tofauti zetu pembeni na kuwa na mwafaka wa kitaifa kabla ya kuelekea kwenye uchaguzi. Ifike mahala tuwe wazalendo katika taifa letu. Tuache kuweka ubinafsi kwenye mambo yote ya kitaifa. Taifa hili likiingia kwenye machafuko, likivunja amani yake, wote tutaathirika. Haijalishi kwamba ulikuwa mwanasiasa, haijalishi kwamba ulikuwa mwandishi wa habari, haijalishi kwamba ulikuwa ni mwalimu wa chuo, haijalishi kwamba ulikuwa kiongozi wa dini, mtoto, nani, wote tutaathirika. Kwa hiyo tufike mahali tuwe tunaweka maslahi ya mbele ya taifa mbele, na tuone umuhimu wa kwenda kwenye mwafaka kwa lengo la kujenga taifa ambalo ni la kwetu sote. Na tunapokwenda kwenye uchaguzi, wote tuamini kwamba uchaguzi ni wetu sote, kwamba kuna atakayepata na kuna atakayekosa. Hilo ni jambo la msingi, kwa sababu tuliamua kuwa na mfumo wa vyama vingi na kwa kwenye katiba yetu, basi ni lazima tuweke mazingira yote ambayo yanaonekana kwamba tunaendesha chaguzi za mfumo wa vyama vingi. Tunashauri ili kuweza kufikia hatua ya kuwa na mwafaka wa kitaifa, tunashauri pia mashtaka yanayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu yaondolewe kwa mujibu wa sheria ya ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ili kupisha utekelezaji wa mchakato huu wa mwafaka wa kitaifa tunaopendekeza. Sehemu ya mchakato huu iwe ni kubadilisha, kwa sababu kisheria inawezekana ofisi ya DPP na uwezo aidha wa kuondoa au kwa kubadilisha kabisa. Mashtaka haya ni makubwa na yanakwenda kuweka dosari kubwa katika uchaguzi wa mwaka huu endapo Tundu Lissu ataendelea kushikiliwa kwa makosa haya ya uhaini kwa muda mrefu. Sisi tunadhani bado Lissu na anaweza akaachiwa huru kwa kubadilisha hiyo hati ya mashtaka, kwa sababu kisheria tunadhani hoja ambazo alikuwa anazizungumza zinaweza zikabakia kuwa ni mashtaka mengine ya kawaida. Kwa hiyo kama wanaweza kubadilisha hati au kuondoa kabisa mashtaka yake yote au kuondoa shtaka la uhaini ili aweze kupata dhamana na kuendelea na shughuli zingine za kisiasa, ambao ndio muda mwafaka. Huu ni mwaka wa uchaguzi, kwa hiyo wanasiasa kama wale wanapaswa kuwepo, na ule ni kiongozi wa chama anapaswa kuwepo kuwasimamia shughuli zote za uchaguzi. Kwa hiyo tunashauri kabisa na tunapendekeza aidha mashtaka yote yaondolewe au hata mashtaka ibadilishwe na kuondoa kosa la uhaini ili aweze kupata dhamana. Jambo lingine tunaloshauri wanasiasa wote nchini wakati huu wa kuelekea uchaguzi wajitahidi sana kuchuja aina za matamshi wanayotoa, wakati mwingine bila kujua madhara yake, kwa nia nzuri lakini kupelekea kujiweka katika mazingira mabovu, magumu. Wawe makini. Unajua unapokuwa kwenye majukwaa ni vizuri ukazungumza, lakini angalia matamshi unayoyatoa. Unaweza ukawa unazungumza jambo kwa nia nzuri lakini kakuletea machangamoto zingine za kisheria. Kwa hiyo wanasiasa wote wa vyama vyote, kuanzia chama tawala mpaka vyama upinzani, kwa sababu tumeona vyama vyote wakati mwingine kuna muda wanateleza midomo. Vyama vyote, kuna wengine wanatishia kuteka watu, kupoteza, kuna wengine wanatishia hivi na hivi. Kwa hiyo lazima tufike mahala viongozi wawe makini na kauli zao. Tunashauri kwa sababu ndio kazi yetu, na sisi watetezi hatuwezi kuonea mtu wala hatuwezi kuegemea upande wote. Tunashauri taifa kwa ujumla. Pale ambapo tunaona taifa limekosea tunasema. Pale ambapo tunaona kuna wengine pia wanapaswa kujirekebisha tunasema. Kwa hiyo kauli za wanasiasa ni muhimu kuzingatia kwa namna moja au nyingine, tusijikute tunaingia kwenye mitego ambayo itatupotezea muda. Sisi wote tunafahamu kabisa ili kushiriki uchaguzi kwa mujibu wa katiba lazima upitie vyama vya siasa. Sasa vyama vya siasa kama viongozi wao watakuwa wako ndani, maana yake tutanyima haki wa Tanzania wengi sana kushiriki kwenye uchaguzi. Chadema ni chama kikubwa.
kiongozi wake kuwa ndani wakati huu wa uchaguzi ni kuwanyima fursa wa Tanzania wengi kupata nafasi ya kushiriki uchaguzi kupitia chama hicho. Kwa sababu kwa mujibu wa katiba sasa hivi, na ndio maana sisi kwa tunapendekeza tupate mgombea huru. Kwa mujibu wa sasa hivi wa katiba, huwezi kugombea nafasi yote nchi hii bila kupitia chama. Kwa hiyo lazima tuvilinde hivi vyama. Tuhakikishe kwamba hivi vyama haki zao zinalindwa ili waweze kutoa nafasi hiyo wa Tanzania kushiriki kwenye chaguzi mbalimbali. Vyombo vya dola viepuke kwa namna moja au nyingine kutumia mamlaka yao vibaya kwa kuingilia uhuru wa vyama vya siasa hapa nchini. Hilo jambo ambalo tunasisitiza. Kwa kuwa huu ni mwaka wa uchaguzi, ni vyema kutambua kuwa haki ya kujieleza inapaswa kulindwa kwa kila namna, kwa kuwa ndio nyenzo muhimu wakati huu wa uchaguzi. Kama nilivyokwisha sema, serikali, taasisi za umma, wananchi na wanasiasa wanapaswa kuwa na uvumilivu na ustahimilivu wa maneno mengi ya kisiasa yanayotolewa wakati huu. Tukisema tuanze kufuatilia maneno ya kisiasa wakati huu, tutafunga wengi, tutakamata wengi. Kwa tuwe na uvumilivu. Wakati huo tunaposhauri wanasiasa wawe na kauli, wapime kauli zao, wakati huo tunasema pia tuwe na uvumilivu, kwa sababu huu ni muda wa siasa, ni muda wa majukwaa. Mambo mengi na nashukuru nimemsikia msajili wa vyama vya siasa, kama mtaunganisha na hii, amesema wakati huu wa uchaguzi mambo mengi yanazungumza kwenye majukwaa, hatuwezi kufanyia kazi mambo ya majukwani. Mambo ya majukwani ni mengi, wanasiasa wanajibizana kwenye majukwaa. Si nimesikia hata kuna mwingine alisema kwa nani anaweza wameleta impox na nini. Sasa haya mambo ya majukwani nadhani tunapaswa kama Watanzania kutoyafuatilia sana na kuyafanyia kazi wakati huu wa uchaguzi, kwa sababu ndio chakula cha wakati huu. Kuzungumza na maneno ndio chakula cha wakati huu. Kwa hiyo tusiminye sana hii haki ya kujieleza wakati huu kuelekea kwenye uchaguzi. Pia bado tunaamini kabisa maboresho ya msingi yanaweza kufanyika kwa kipindi hichi kilichobakia, lakini inahitaji utashi wa kila kundi kuhakikisha hili linawezekana. Maboresho mengine makubwa kama upatikanaji wa katiba yanaweza kuwa sehemu ya makubaliano ya mwafaka yafanyike baada ya kumaliza uchaguzi, lakini kila kitu kiwe kimewekwa katika mwafaka tunaopendekeza. Tujenge pia utamaduni kama taifa wa kukubali majadiliano na maridhiano wakati wote kama taifa. Makundi yote yanayovutana katika jamii kuelekea uchaguzi hayana budi kutumia busara na hekima kukubali kujihusisha na kutoa nafasi ya kuwa na meza ya majadiliano. Tusiende kwenye majadiliano tukiwa na majawabu ya 100%, bali tuwe tayari kupoteza na kupata. Tunawasiwa sana wazee wetu na viongozi wastaafu nchi hii wavunje ukimya, watumie busara na hekima zao na uzoefu waliopata kwa kuliongoza nchi hii, kulishauri taifa, kukubali kuenenda katika mazingira ambayo kila Mtanzania ataona kuwa anatendewa haki katika taifa lake. Wana nafasi kubwa sana wazee hawa. Tunawashauri wakati huu wanaweza wakajitokeza wakawa sehemu ya kutafuta mwafaka huu kuelekea kwenye uchaguzi. Jambo la msingi lingine, tuache kudhani na kuchukulia, hili ni kwa Watanzania wote, swala la uchaguzi kama ni jambo la wanasiasa pekee. Swala la uchaguzi linamgusa kila Mtanzania aliye hai leo na atakayezaliwa kesho. Sote tunapaswa kuguswa pale tunapoona kuna mazingira yanayopelekea kuvunja haki za kiuchaguzi, kuvunja amani na utulivu hapa nchini. Kila mtu atumie nafasi yake kuhakikisha tunatanguliza maslahi ya taifa katika uchaguzi, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha uchaguzi unakuwa wa huru na haki. Mwisho, falsafa za 4R za Rais Samia ni wakati wake kuanza kutumika. Na tunamshauri Mheshimiwa Rais Samia aone umuhimu wa kulifanya hili lifanikiwe. Tunaamini hata yeye mwenyewe anaamini kabisa kwamba njia pekee ya kutatua changamoto za kijamii ni majadiliano. Na tunadhani kabisa hata yeye mwenyewe hapendi kwenda kwenye uchaguzi kukiwa na manunguniko na mivutano ya hapa na pale. Kwa hiyo ushauri wetu wa mwisho kabisa, tunamtegemea yeye akisikia mapendekezo haya yetu pamoja na wadau wengine wanaohusika, waone umuhimu wa kufanyia kazi haya tunayoyapendekeza kama watetezi wa haki za binadamu hapa Tanzania, ambao tumekuwa ni wadau wakubwa katika taifa, kushauri, kukosoa, kuelekeza na kushirikiana katika kuboresha mambo kadhaa katika taifa letu. Asanteni.